Madhambi yako yakipangwa yafike kilele huko cha mbingu, kwa kutana na Allah hujamshirikisha chochote. Allah ana uwezo wa kusamehe. Hata madhambi yako ikuwa ni mingi kama mapovu ya bahari, ukamwambia Allah nisamehe, Allah atakusamehe. Usikuchoke wala useme nimemwomba msamaha mara kwanza, mara pili, saa hii inaonekana ni mchezo. Na shetani hapa ndo anahuri vijana. Sasa ili sionekane mchezo, nataka kuamua niache kikweli kweli. Nitafanyaje? Wacha nifanye mwezi mzima nijivinjari, nile vizuri, nifanye madhambi vizuri mpaka nikinai. Huu mwezi ukiisha mimi nitaamua kutubia, maana itakuwa shakinai, shatosheka. Ukiingia katika mtego huu, kinachofuatia dhambi ukilizoea haupati utamu wake, na ukikosa utamu wake, adhabu ya kwanza ni dhambi lile litakuvutia ufanye dhambi kubwa kushinda lile la mwanzo. Kwa hiyo utaamua nifanye mpaka nitosheke, kisha utaanza na sigara, uje na bangi, uingie kwa miraa, ushtukizie mpaka unatumia masindano ya dawa za kulevya. Ilianza wapi? Kwa sigara huko. Ndugu zangu, tuamue kurudi kwa Allah, tumuombe msamaha. Man arada saadata al-abadiyya falyalzam atabata al-ubudiyya, yoyote anayetaka furaha ya milele basi ashikamane na kizingiti cha kumwabudu Mola wake. Na uhalisia wa binadamu ni kukosea, na uhalisia wa ibada ni kumwomba Allah msamaha. Huu ndio uhalisia wa ibada. MBTV, dira ya maisha yako.